Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema anatumai Marekani itajizuia kuchukua hatua zozote zinazoweza kuzidisha mzozo nchini Ukraine, akisisitiza kuwa Rais Donald Trump wa Marekani muda mrefu amekuwa akitetea mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow. Katika mahojiano yaliyotolewa awali kwa gazeti la Corriere della Sera la Italy na baadaye kuchapishwa na shirika la habari la serikali la Urusi TASS, Lavrov alisema Trump alijaribu kuelewa kikamilifu msimamo wa Urusi kuhusu Ukraine. Ameonyesha dhamira ya kutafuta suluhu endelevu la amani. Amesema tunategemea akili ya kawaida na kwamba kudumisha msimamo huo kutatawala huko Washington na kwamba watajiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kuzidisha mzozo hadi kiwango kipya, alisema Lavrov. TASS iliripoti kuwa gazeti la Italia lilikataa kuchapisha mahojiano hayo. Lavrov alisema Trump alikiri kwamba moja ya vichochezi nyuma ya hatua ya Urusi ni upanuzi wa NATO na kupelekwa kwa miundombinu ya muungano karibu na mipaka ya Urusi. Hata hivyo, changamoto nyingine ambayo inatokea wakati huu ni jinsi Marekani inavyoweka vikwazo katika makampuni ya mafuta ya Urusi, ikiwa ni pamoja na Lukoil pamoja na Rosneft, ambayo kwa namna moja ama nyingine itasababisha uchumi wa Urusi kuyumba, lakini mataifa magharibi yatayumba zaidi kiuchumi. Kimsingi hilo ndilo ambalo Rais Vladimir Putin wa Urusi amekuwa akionya kwa miaka 20 iliyopita. Trump na Putin walifanya mazungumzo huko Alaska mwezi Agosti, na Lavrov alizungumza kwa simu na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio mnamo Oktoba 20 kuhusu uwezekano wa mkutano mpya, siku chache baada ya Trump kutangaza mipango ya mkutano huo kufuatia simu na Putin. Trump baadaye alisema alikuwa ameghairi mkutano uliotarajiwa, lakini makamu wa rais JD Vance anasema kwamba mkutano na rais wa Urusi Vladimir Putin ni ndoto ya Donald Trump na vita nchini Ukraine kamwe havitoisha isipokuwa kukutana kwa marais hawa wawili na kufanya mazungumzo yenye tija. Rais wa Marekani ameunga mkono wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano nchini Ukraine, huku vikosi vikisalia katika nafasi zao hadi sasa. Moscow imesema Kiev lazima itoe eneo la ziada. Lavrov alishutumu serikali za Ulaya kwa kuhujumu juhudi za amani. Ulaya, alisema, ilikuwa inahujumu juhudi zote za kuleta amani na inakataa mawasiliano ya moja kwa moja na Moscow. Wanaanzisha vikwazo vipya ambavyo vinadidimiza uchumi wao zaidi. Wanajitayarisha kwa uwazi kwa vita dhidi ya Urusi, kidhani kwamba Urusi haitajibu. Urusi lazima itajibu vikali ikiwa NATO wataanzisha vita, anasema Bwana Lavrov. Aidha, ameongeza kwamba Urusi itakuwa tayari kuanza tena mawasiliano ya Ulaya wakati huo mshtuko wa chuki dhidi ya Urusi utakapopita. Viongozi wa Ulaya wameishutumu Urusi kwa kuendesha vita vya mseto dhidi ya demokrasia za Ulaya. Nchi za Ulaya zinaunga mkono Ukraine na hivi majuzi zilikubaliana kuhusu kifurushi cha 19 cha vikwazo. Zinajadili msaada wa ziada wa kifedha kwa Kiev, ama kwa kukopa au kutumia mali ya Urusi iliyogandishwa, huku Lavrov akionya juu ya mpango huu wa nchi za magharibi kutumia fedha zao, akisema kwamba fedha za watu wa magharibi zilizopo Urusi lazima zitatumiwa pia na Warusi katika kulipa kisasi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.